Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kile kinachotajwa kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameelekea nchini China kwa ajili ya kumshinikiza bwana Xi Jinping aishinikize Urusi iachane na mpango wake wa vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Rais huyo wa Ufaransa amekutana na rais wa China Xi Jinping mnamo Alhamisi, ambapo anatarajiwa kuzungumza naye juu ya masuala ya vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Vile atafanya mazungumzo kuhusu mahusiano ya kibiashara na Xi, ambapo Macron ambaye anaizuru China kwa mara ya 4 tangu aingie madarakani mwaka 2017 anatarajiwa pia kukutana na waziri mkuu Li Qiang kabla kusafiri kuelekea Chengdu. China mara kwa mara hutoa matamko ya uwepo wa mazungumzo ya amani na kuheshimiana na haijawahi kuilani Urusi katika operesheni yake inayoendelea huko nchini Ukraine tangu mwaka 2022. Serikali za magharibi zinaituhumu Beijing kwa kuisaidia Urusi msaada muhimu wa kiuchumi katika vita na Ukraine, hasa kuipelekea silaha za kijeshi kwa ajili ya ulinzi wake, lakini kufanya biashara hasa ya mafuta pamoja na gesi. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema kuwa katika mkutano wao Macron atamwambia Xi kuwa China inastahili kuacha kuisaidia Urusi kwa njia yoyote ile ili kuendeleza vita vyake nchini Ukraine. Ziara ya siku 3 ya Macron huko Beijing inafuatia mkutano wake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alitoa mwito kwa Ulaya kusimama na Kiev wakati ambapo rais Donald Trump wa Marekani anapambana na mpango wake wa kuvisitisha vita hivyo. Mazungumzo ya kibiashara pia yamo kwenye ajenda. Macron pia anatarajiwa kujadiliana kibiashara na huyo mwenyeji wake wakati ambapo Umoja wa Ulaya unakabiliwa na mapungufu makubwa ya dola milioni 357 kwa Uchina. Ni muhimu kwa China kutumia zaidi ya kuuza vichache nje ya nchi na kwa wananchi wa Ulaya kuweka akiba ndogo na kuzalisha zaidi, mshauri mmoja wa Macron alieleza. Macron atakuwa China hadi Ijumaa, ambapo hatua ya mwisho ya ziara yake itakuwa Chengdu katika mkoa wa kusini magharibi mwa Sichuan. Hata hivyo, ziara hii imeandaliwa kwa muda mrefu, lakini imetangazwa kwa ghafla sana kutokana na kwamba mataifa ya magharibi yamekuwa na kutoelewana kati yao na Uchina. Hata hivyo, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen aliwarai viongozi wa kanda hiyo kuonesha mshikamano linapokuja suala la mahusiano yao na Uchina. Ikumbukwe kwamba China imewekeza kwa kiasi kikubwa katika mataifa ya magharibi. Kiongozi huyo wa juu wa Umoja wa Ulaya alitoa mwito huo alipokuwa akitoa hotuba yake mbele ya wabunge wa Umoja wa Ulaya huko Strasbourg, waliokuwa na mjadala maalum juu ya mahusiano ya kanda hiyo na China. Hotuba yake ilijiri wiki moja kabla ya Macron kuelekea Ufaransa na kwa ajili ya kufanya mazungumzo hayo. Bibi von der Leyen amewaambia wabunge hao kwamba sera ya Umoja wa Ulaya kuhusu China inahitaji umoja na uratibu usioyumba kati ya nchi wanachama na taasisi za Umoja wa Ulaya pamoja na dhamira ya dhati ya kuepusha migawanyiko. Amezungumzia pia kitisho cha Beijing kutumia mbinu ya kuwagawa viongozi wa kanda hiyo, akisema mifano inaonekana katika siku za hivi karibuni na kuwakumbusha wanasiasa wa Ulaya kuwa muda umewadia kuonesha mshikamano usioyumba. Bila shaka afisa huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya alikuwa akizungumzia kizungumkuti kilichotokea siku chache zilizopita baada ya ziara yake mjini Beijing akiwa pamoja na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa nyakati fulani zilizopita. Rais Macron alikaririwa akitaka kanda ya Ulaya kutofuata sera ya Marekani kuhusu hadhi ya kisiwa cha Taiwan na kujiepusha na kile alichokitaja kuwa mizozo isiyohusu Ulaya. Matamshi yake yalizusha ukosoaji mkubwa kutoka kila pembe ya bara la Ulaya. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo China inaona ni nafuu na mara kadhaa imekuwa ikifanya mazungumzo na Ufaransa ni kutokana na kutokuwa na msimamo dhidi ya kisiwa cha Taiwan ambacho China inadai ni sehemu katika eneo lake. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni ziara ya Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kuelekea huko nchini China kujadili mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na suala la kuishinikiza Urusi imalize vita vyake huko nchini Ukraine, kadhalika na kuzungumzia masuala mengine ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.